Nimezungumza na Joyce John Chumi. Ndio. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema. Nilishawahi kuwa mgombea wa nafasi ya udiwani. Ndio. 2015. Na nilishawahi kugombea nafasi ya viti maalum. Heche amefika juzi hapa katika mkoa wa Njombe. Uji wake John Heche umeweza kuwa na matokeo gani katika mkoa wetu wa Njombe? Umeleta hamasa kubwa sana kwa wana Njombe. Asilimia 75 ya mkutano umeonyesha jinsi gani watu wana kiu ya mabadiliko. Naona watu wamechoka na kudanganywa. Watu wanataka kufanya maamuzi makubwa na nahisi wanaona wanachelewa. Kama ulikuwepo kwenye ule mkutano uliona. Hakukuwa na watu ambao wameletwa na magari wala wamesomba. Kila mmoja alitoka eneo, yani kile kitendo cha kusikia ndani ya nafsi yake alisimama mwenyewe na kuja kwenye eneo husika. Kwa nauli zake, kwa michango yao, bado pale kuna michango tulitoa bado kabla wale hawajafika. Kabla Heche hajafika siku ya pili nyuma, yani tarehe 20 tarehe 19, watu walichangia kwa ajili ya hamasa, kutoa matangazo kwa ajili ya mkutano ambao walikuja kufanya John Heche. Na niseme ukweli, wana Njombe wanataka mabadiliko. Yani wamechoka kudanganywa kwa sasa. Wanataka kilichowasukuma hasa katika kuchangia hiyo michango ni nini? Ndio hayo mabadiliko, kutaka mabadiliko, au ni nini hasa ambacho kimefanya kiwasukume na kuweza kujitokeza kwa wingi vile? Watanzania, cha kwanza wanahitaji haki. Ndio. Watanzania, cha pili wanahitaji milo mitatu kwa siku. Kitu ambacho sasa unaona hali ya hewa, uchumi umekuwa ni hakuna. Kipato cha mtu kila siku imekuwa ni tatizo. Uchumi umedolola, kwamba tunahitaji mtu wa tofauti. Sawa? Ili kuleta mabadiliko ya nchi, sio ya mtu, sio ya kundi fulani na chama tu, hapana, ya Watanzania wote. Hata wana CCM wenyewe walikuwepo pale, wameona, wanasema ni kweli tunahitaji kufanya mabadiliko. Je, ulipokuwa unamsikiliza John Heche, wanaambiwa wapate kuzungumza hoja, na Heche ni moja ya mtu ambaye anazungumza hoja hasa akichambua maisha ya masikini wa hali ya chini kabisa, ulivutiwa na hoja gani hasa? Upandaji wa bei za gharama za maisha. Ndio. Kwa sababu akikuzungumzia gharama za upandaji wa gharama za maisha, anazungumzia nyumbani kwako. Kuanzia ile asubuhi unaanza kunywa chai mpaka kufikia jioni. Hakuna mtu ana uwezo wa kumudu kwa sasa. La sivyo uhakikishe hakuna chai, mtakula chakula cha mchana ili mpate na chakula cha usiku. Sasa ufikirie kwa wewe ambaye bado una nguvu. Sasa una wazazi au una familia ya watu 5. Uwezo wa kumudu gharama za maisha saizi ni ngumu sana. Lazima ukubali kwamba tunakula mara moja au mara moja na nusu. Sawa. Ugumu wa maisha unaondolewa na nini? Unaondolewa na katiba mpya ama unaweza ukaondolewa na nini? Katiba mpya ni mojawapo, kwa sababu ukiwa na katiba inayokandamiza huwezi kuondoa ugumu wa maisha. Kwa sababu rasilimali zilizopo watatumia wachache, walio wengi hawatazipata. Lakini ukileta katiba mpya, rasilimali zilizopo zitatumiwa na watu wote. Sawa, tutafanya mgawanyo, tutafanya ule uwiano ambao utagawa usawa. Yani shida ni usawa. Sasa hivi kuna makundi, kama unaona, kuna kundi la wenye nacho na wasio nacho, kitu ambacho ndo kibaya, ni kibaya sana. Ukisha kuwa na makundi mawili ya wenye nacho na wasio nacho, ni tatizo kubwa sana. Lazima ukubali kwamba kuwa na level unafuu, lakini kuna kundi kubwa sana la watu ambao ni hawana kabisa. Sasa hili kundi unalipeleka wapi? Na tatizo hilo linatokana na nini? Linatokana na katiba. Kwa nini? Katiba inaingiaje katika hayo makundi? Katiba inaingia kwa sababu wewe sasa leo huwezi kuzungumza, tutazungumzia wapi? Kwa sababu katiba inawalinda wale wenye kitu. Katiba inawalinda ndio wenye kitu. Sasa ndo nakuja sasa hapo msingi mwananchi wa kawaida ili kufahamu katiba inamlinda mwenye kitu, inamlindaje ili sasa hayo mabadiliko aweze kuona kwamba sasa kumbe tunataka mabadiliko. Inamlindaje katiba mwenye kitu?
katiba inamlindaje mwenyekiti? Yule aliyeshikilia kitu haruhusiwi kuguswa, haruhusiwi kuambiwa hapa unaharibu. Hilo ndio tatizo. Mwitikio wa watu katika mikutano ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, tumeona Njombe, tumeona Ruvuma, tumeona Mbeya, tumeona Tunduma na maeneo mengine ambako wamepita. Ndio. Kule kuna maanisha nini? Kule katika uwanja wa demokrasia ama katika uwanja wa siasa kwa sasa Tanzania? Yaani ile inaonyesha jinsi gani watu wanahitaji mabadiliko. Ndio. Yaani Watanzania wanahitaji mabadiliko. Ile inakupa picha kabisa, hata serikali inatakiwa ijue kabisa kwamba Watanzania wanataka kitu gani. Sasa hivi Watanzania hawahitaji bla bla, wanahitaji vitu vinavyofanyika kwa vitendo, vinavyoonekana. Ili koti ni jeusi, ni kweli ni jeusi, ili ni jeupe, ili ni jeupe. Sio jeupe, unasema jeusi. Huo muda sasa hizi Watanzania hawana. Ndio kitu ambacho wanakitaka. Yaani laiti sijui niseme angetokea malaika awafungue waone kwamba watu wanataka kitu gani. Alafu ni very simple sana. Wala hutaki kutumia nguvu kwa sababu mabadiliko watu ndio wanataka hali ile hivyo. Kwa hiyo kama wewe utaishi wanavyotaka watu uteseki. Tatizo tunakwenda kwenye AIB kwamba unachotaka wewe unalazimisha watu wafanye. Kumbe wewe unatakiwa wewe uliosimama pale usikilize wao wanataka nini, hivyo tu. Katiba na maridhiano, wewe unavyotazama nini kinastahili kuanza? Mimi nafikiri ianze katiba, kwa sababu maridhiano, yani tunaridhiana kitu gani? Yani mnataka kuridhiana lazima kuna mahali mlipishana, mnataka mridhiane. Sasa tulipishana wapi? Mimi sijui tulipopishana. Labda wewe unayejua tulipopishana, wewe ndio ukiri kwamba bwana tulikosana hapa na hapa, samahani. Halafu mimi nipime hapo tulipopishana mimi na wewe. Panaweza mimi binafsi nikakubali, kwa sababu Chadema ni chama chenye watu wengi. Sawa? Sio mtu mmoja. Sasa ukisema unataka maridhiano na mtu mmoja wakati watu wako wengi hawaelewi maridhiano kitu gani? Ndio maana unawakuta wale wanataka katiba. Maridhiano hawatahitaji kwa sababu hawaelewi mlipopishana. Lakini maridhiano ni muhimu. Yana muhimu maridhiano katika jambo lolote au katika taifa lolote. Kwenye nini sasa tunaridhiana kitu gani? Katika jambo lolote ambalo mnaweza mkawa pengine hamko sawa. Ambalo wewe unalijua. Sasa wewe unalijua hatuko sawa ndio uliseme. Sasa hivi hali ya siasa unavyoiona unapata unajifunza nini kwamba tayari sasa Chadema tunaona majukwaani, lakini huku unaona kiongozi anapita anazungumza na huku pengine Chauma wanakwenda. Hii unaitazamaje? Kwenye upande wa Chadema nione iko na afya kwa sababu kwa muda ule ambao Chadema ilikuwa imefungiwa, nadhani hata wewe uliona upepo wa siasa ukoje, nchi imefika mahali gani, kwa nini kumepoa. Siku zote hata ukiwa kwenye familia unatakiwa ukiona familia imekaa kimya sana, wewe kama mzazi unatakiwa jiulize kuna nini, wapi umefeli. Unaona? Lazima uone watoto wanazungumza, baba anazungumza, mama anazungumza. Hiyo ndio familia. Nusu watu wazungumze, yani acha kuwazuia watu wasizungumze. Sasa ili maridhiano yawe bora, mambo gani yanapaswa kuzingatiwa? Cha kwanza ni haki. Ndio. Cha pili amani. Ndio. Cha tatu kusiwe na upendeleo wala unafiki. Katika umri wako mpaka hivi sasa ni kipindi gani ambacho uliona Tanzania imekuwa na viongozi waadilifu katika usimamizi wa rasilimali, katika kuwasimamia wananchi wake? Mimi naweza nikasema kipindi labda cha Mwalimu Nyerere, kwa sababu Nyerere ndio alitukomboa kutoka kwa wakoloni. Sawa? Kutufanya tujitawale. Nimekuja kuona kipindi cha Mkapa kwamba kiasi. Nimekuja kuona kipindi cha Magufuli. Hii kipindi cha Magufuli ndio nimeona zaidi. Ndio. Kwa sababu kipindi cha Magufuli ufanya hata mimi kuna baadhi ya vitu ambavyo vilikuwa sisi tunahisi kama vimepotea vilirudi. Vilirudi mikononi mwetu. Ndio. Kwa mfano tulikuwa na mashamba ya chai, mimi kwetu ni Mfindi. Tulikuwa na mashamba ya chai yote tuchukuliwa na kampuni. Lakini kipindi cha Magufuli tuliambiwa kila mtu ambaye aliwekeza, alizalisha, wazazi wetu walipanda mashamba ya chai yarudishwe.
Kwa hiyo tulirudishiwa mpaka leo. Nina dadangu anayasimamia yale mashamba kama ya familia.